Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwanan illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Arsalahu rabbuhu bil huda wa dinul haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Ndugu zangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahusia nafsi yangu kisha nazihusia nafsi zenu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika umefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lil muttaqina mafaza, kwa hakika si vinginevyo wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio waliofanikiwa duniani na akhera. Ndugu zanguni, kwa wakati huu mfupi tukiwa katika msikiti miongoni mwa misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anatoa bishara, anasema hawakusanyiki watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala wakikumbushana, wakisomeshana, isipokuwa Allah tabaraka wa taala huteremsha malaika hao kuwafunika watu hawa kwa mbawa na wakiombea maghfira kwa Allah subhanahu wa taala. Nachokusudia ndugu zanguni kwa wakati huu mfupi, kwa tukumbushane juu ya nguzo kubwa, nguzo ambayo ni muhimu, ambayo ni shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Hakika ya shahada hii ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama bunia al-islamu ala khamsin, Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano. Katika nguzo hizo Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja nguzo ya kwanza ambayo ni shahada, akasema shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Nguzo hii ndugu zanguni, tumesema ni nguzo kubwa, na kwa nguzo hii asiyekuwa Muislamu anaingia katika Uislamu kwa kutamka maneno haya kwamba ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Ndugu zanguni, na kusudia tuzungumze nguzo hii moja tu ambayo ni shahada. Kwanza kabisa, majina ya shahada, kwamba shahada ina majina yake, yako mengi, tutataja baadhi. Awalan, jina la kwanza katika majina ya shahada ni kalimatu tauhid au kalimatu ikhlas au kalimatu shahada au shahadatul haq. Haya yote ni majina katika majina ya shahada. Pili, nguzo za shahada ni muhimu ndugu zanguni, kwamba Muislamu afahamu nguzo za shahada, ajue kwamba shahada ina nguzo ngapi. Nguzo za shahada ni nguzo mbili, ni nguzo mbili kubwa. Nguzo ya kwanza ni an-nafyu, kukanusha. Unaposema la ilaha, kwamba umekanusha vinavyoabudiwa, kwamba hapana
anayestahiki kuabudiwa. Hiyo ni nguzo ya kwanza. Ama nguzo ya pili, al-ithbatu, ni kuthibitisha. Unaposema illa Allah, unakuwa umethibitisha isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo unaposema la ilaha illa Allah, unakuwa umekanusha yale yote yanayoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, na muda huo huo utakuwa umethibitisha kwamba anayestahiki kuabudiwa kwa haki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wanazuoni wameweka nguzo mbili. Nguzo za shahada ni mbili, ambapo ni an-nafyu, kukanusha, wal ithbatu, kuthibitisha. Tukisema kukanusha, tunamaanisha tamfi an yakuna fil wujudi ma'budin bihaqqin, kwamba unakuwa umepinga na umekanusha kwamba hakuna mwingine anayepaswa kuabudiwa kwa haki, kisha unathibitisha illa Allah, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na nguzo hizi ndugu zanguni zina dalili ndani ya Qur'an. Ndani ya Qur'an, katika dalili ya kwamba shahada ina nguzo mbili, Allah tabaraka wa ta'ala katika suratul Baqara aya ya 256 asema la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'minu billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Katika aya hii mahalu shahid pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala aliposema faman yakfuru bit-taghuti, kwamba atakaye mkufuru akampinga akamkana taghuti, hiyo ni nafyu, ndio la ilaha. Wa yu'minu billah, na akamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni ithbat, illa Allah. Faman yakfuru bit-taghuti, atakayempinga akamkataa akamkana taghuti, muda huo huo wa yu'minu billah, akamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa, mtu huyu atakuwa ameshikamana na urwatul wuthqa. Wal urwatul wuthqa hiya shahada. Al urwatul wuthqa iliyokusudiwa katika aya hii ni shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, kama alivyotafsiri hibrul umma Abdullah ibn Abbas wa Sa'id ibn Jubair, kwamba Allah aliposema faman yakfuru bit-taghut, atakaye mkufuru akamkana akampinga taghut, atakuwa ameshikamana na la ilaha illa Allah. Kwa hivyo ndugu zanguni, katika aya hii kuna nguzo mbili. Faman yakfuru bit-taghuti, hiyo ni nafyu, wa yu'minu billah, hiyo ni ithbat. Lakini pia dalili ya pili ya kwamba shahada ina nguzo mbili ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Kama Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya hii kwamba kwa hakika tumekwisha tuma katika kila umma, tumemtuma mtume. Lengo la dhumuni nini? An i'budu Allaha, ili mitume hao wawafundishe watu wa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wajitanibu taghut, na wajiepushe na wamkane na wamkufuru taghut. Katika aya hii aliposema Allah tabaraka wa ta'ala an i'budu Allaha, hiyo ni ithbat, kama muabudu Allah pekee
wajitanibu taghut, wamkatae na wamkane taghut, hiyo ni nafi, inakanusha kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika aya hii tumeona ani'budu Allah, kwamba wamwabudu Allah peke yake. Hiyo tumesema ni ithbat. Wajitanibu taghut ni annafi, ni kukanusha. Ndugu zanguni, shahada ina masharti. Pamoja na kuwa Waislamu wengi wamekuwa wakitamka shahada, ima wamezaliwa ndani ya Uislamu au wanatamka shahada lakini hawazingatii masharti ya shahada. Bal shahada, ndugu zanguni, ina masharti ambayo ni wajibu kwa kila Muislamu ayataallamaha, ajifunze masharti hayo, wayutabiquha, lakini pia ayafanyie kazi hayo masharti ya shahada. Na masharti haya, ndugu zanguni, ni masharti muhimu kuyafahamu kwa kila Muislamu, kwa sababu shahada si kutamka pekee, bali shahada ili mnufaishe mtu na imsaidie, ni lazima mwenye kuitamka shahada hiyo atambue masharti, atambue nguzo na atambue masharti ya shahada. Kuna mwanazuoni mmoja katika salafu salih aliambiwa hivi, haikuwa shahada ni ufunguo wa peponi? Shahada haikuwa ni ufunguo wa peponi? Akasema naam, ndiyo, lakini kila ufunguo una meno. Yani ufunguo ili ufungue lazima kuwa na meno ya kufungua. Ufunguo ukiwa hauna yale meno hauwezi kufungua. Hivyo hivyo shahada ni ufunguo wa peponi. Na zimekuja hadithi mbalimbali za Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema mwenye kutamka shahada ataingia peponi. Lakini ndugu zangu, haina maana kwamba kutamka mdomoni pekee, bali ni lazima mwenye kutamka shahada hiyo ili msaidie na imnufaishe, ni lazima azingatie na afahamu masharti hayo na ayafanyie kazi. Sharti la kwanza, ndugu zanguni, al-ilmun, elimu, kwamba mwenye kutamka shahada yatakikana awe na elimu juu ya shahada. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illa Allah dakhala aljannata, atakayefariki hali ya kuwa na elimu, anatambua na anafahamu kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, mtu huyo ataingia peponi. Lakini Mtume ameweka sharti, man mata wa huwa ya'lam, akaweka sharti la elimu. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Muhammadin anasema fa'alam annahu la ilaha illa Allah, kuwa na elimu, tambua, kuwa na ujuzi ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa ndugu zangu, tukisema elimu tunamaanisha ya kwamba mwenye kuitamka shahada hiyo ajue makusudio ya uhakika, kwamba shahada hiyo inakusudia nini, na ajue yale ambayo yanalazimiana na shahada, lakini pia ayafanyie kazi. Huyu ndiye ambaye shahada itaweza kumsaidia. Bali washirikina wa Quraysh walikuwa wanajua maana ya shahada, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam
alipokuwa akiwalingania waseme la ilaha illa Allah, walikuwa wakikataa wakisema ajala al-alihata ilahan wahidan, hivi Muhammad anataka kujalia kwamba Mungu ni mmoja tu? Wakakataa kwa sababu walijua kwamba wakitamka shahada hii la ilaha illa Allah watakuwa wamekana na wamekanusha na wamepinga yale miungu yote ambayo wanaiabudu. Lakini leo mtu anatamka shahada lakini hajui shahada hiyo inalazimiana na mambo gani. Atatamka shahada, muda huo huo anaabudu masanamu. Atatamka shahada, muda huo huo ni mshirikina. Kwa sababu gani? Kwa sababu amekosa sharti la ilmu. Kwa hivyo sharti la kwanza katika masharti ya shahada, ndugu zanguni, ni al-ilmun, kuwa na elimu juu ya yale ambayo yanalazimiana na shahada na yale ambayo hayatakiwi kuyafanya na yale ambayo yanapingana na nini? Na shahada. Man mata wa huwa ya'lam, atakayefariki aliyakuwa anajua ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyo dakhala aljannata, ataingia peponi. Na hapa tumesema ndugu zanguni, Mtume ameweka sharti, atakayefariki hali ya kuwa ana elimu. Na tumesema wako Waislamu wengi ambao wanatamka shahada lakini shahada hiyo hawaijui, kwa maana hawana elimu juu ya shahada hiyo. Kwa hivyo shahada kwa wao ikawa haijawasaidia na wala haiwasaidii na wala haiwanufaishi na chochote, kwa sababu wametamka ili mradi. Wametamka hali ya kuwa hawajui. Wanatamka muda huo huo wanafanya yale ambayo yanapingana na shahada. Kwa hiyo shahada kutamka kwao ikawa ni kazi bure. Sharti la pili ndugu zangu, al-yaqin. Yaqin kinyume chake wa dhidduhu ash-shakk. Kinyume cha yaqin ni shak. Kwa mwenye kutamka shahada yatakikana atamke kwa yaqin, asiwe na shaka. Unaposema la ilaha illa Allah, kama una yaqin katika moyo wako juu ya hiyo shahada ambayo unaitamka. Ni lazima una yaqini katika moyo wako, ni lazima uitakidi usahihi wa yale maneno unayoyasema kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kama Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mwenye kudai utume baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba utume wake ni batili, kwa sababu mtume ndiye mtume wa mwisho, hakuna mtume baada yake. Asa atakayekuwa na shaka akatamka shahada lakini yuko na shaka, au akatawakaf, kwa maana akawa katikati, hathibitishi wala akanushi, huyu shahada haitomsaidia. Huyu shahada haitomsaidia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi iliyopokelewa na Abu Hurairata radhiyallahu anhu, anasema asema la yalqa Allah bihima, hatokutana na Allah, yani hatokutana mtu na Allah akiwa na shahada hizo mbili. Akiwa na shahada hizo mbili, ametamka shahada hizo pasipo na shaka, mtu huyo ataingia peponi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka sharti kwa mwenye kutamka hiyo shahada asiwe na shaka. Tumesema kinyume cha yaqini ni shaka, na Allah subhanahu wa ta'ala akasema innamal mu'minun, hakika si vinginevyo waumini wa sawasawa, alladhina amanu billahi wa rasulihi, ni wale waliomwamini Allah
na wakamwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam, thumma lam yartabu, kisha wakawa hawana shaka. Yani wakamwamini Allah, wakamwamini Mtume, kisha katika nafsi zao na nyoyo zao wakawa hawana wasiwasi juu ya nini? Ya imani yao. Kwa sababu wako watu, ndugu zanguni, ambao wana elimu, kwa maana wanajua shahada, lakini wako na shaka. Hawa pia shahada haiwasaidii. Kwa hiyo itakuwa mtu awe na elimu na juu ya shahada, awe na yaqeen juu ya nini? Juu ya shahada. Ama sharti la tatu, ndugu zangu, ni alqabul almunafi liraddi, ni kule kukubali. Kama ukishakuwa na elimu ukawa na yaqeen, uikubali shahada. Kwani kuna watu ambao walikuwa na ilmu juu ya shahada, walikuwa na yaqeen, lakini wakakosa alqabul, wakakataa shahada, wakawa hawaja ikubali. Mayahudi na Manaswara walishuhudia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja, wakafahamu ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Allah, wamesoma katika Taurati na Injili, wakawa na yaqini juu ya hilo, lakini wakapinga na wakakataa kukubali. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, kwamba walikataa kwa sababu ya hasadi iliyoko katika nafsi zao baada ya kuwa wamebainikiwa haki. Kwa hivyo ndugu zangu, sharti la tatu ni alqabul, kukubali, ambako kinyume chake ni kukataa. Sharti la nne al-inqiyadu. Al-inqiyad tofauti alqabul na al-inqiyad. Alqabul ni kukubali kwa maneno, al-inqiyad ni kukubali kwa matendo, kwa maana matendo yako yaonyeshe ya kwamba wewe umekubali shahada. Matendo yako yaonyeshe ya kwamba wewe umejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun, ni nani ambaye ahsanu dinan, ana dini nzuri zaidi kumshinda yule ambaye amejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyakuwa mwema. Kwa hivyo ndugu zanguni, sharti la nne ni al-inqiyad, kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa matendo. Ama sharti la tano, as-sidqu wa dhidduhu al-kadhbu, kuwa mkweli juu ya shahada ulioitamka. Kwa sababu kuna watu wanatamka shahada lakini waongo. Asa sharti la tano katika masharti ya shahada ni as-sidqu, kuwa mkweli. Kuwa mkweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man qala la ilaha illa Allah sadiqan min qalbihi dakhala aljannata, atakayesema la ilaha illa Allah akawa ni mkweli kutoka katika moyo wake, mtu huyo ataingia peponi. Lakini Mtume amesema mtu atamke hali ya kuwa ni mkweli, kwa sababu inawezekana mtu akatamka kitu mdomoni lakini katika moyo wake ni tofauti, kama walivyo wanafiki. Kwa maana wanatamka mdomoni, wanadhihirisha imani na Uislamu, lakini wanaficha nini? Al-kufr. Kwa maana wanadhihirisha tofauti na yale yaliyopo katika nafsi zao. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia wanafiq, akisema, idha ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, watakapokuja kwako wanafiq watasema tunashuhudia hakika Muhammad ni mtume wa Allah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu, Allah anatambua ya kwamba wewe Muhammad ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun, Allah anashuhudia ya kwamba wanafiki ni waongo, kwamba wanachokitamka ni tofauti
na kile kilichopo katika nyoyo zao. Kwa hivyo ndugu zanguni, mwenye kutamka atakikana atamke shahada awe ni mkweli, awe ni mkweli, asiye muongo, kwa anachokitamka ndicho ambacho kipo katika nini, katika moyo wake. Ndugu zanguni, sharti la 6 katika masharti ya shahada, al-ikhlas wa dhidduhu shirk, kwamba atamke shahada kwa ikhlas. Atamke shahada sio kwa ajili ya kujionyesha, na sio kwa ajili ya kusikika, na sio kwa ajili ya umaarufu. Aitamke shahada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atamke shahada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inni umirtu an a'budu Allaha mukhlisa lahu ad-din, sema Muhammad, hakika mimi nimeamrishwa kumwabudu Allah hali ya kumtakasia yeye dini. Kwa hivyo mwenye kutamka shahada anatakiwa atamke hali ya kuwa anatamka kwa ikhlas, asijekuwa anatamka kwa ajili ya watu wamuone tu au watu wamsikie pekee. Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din, hawakuamrishwa isipokuwa aliamrishwa muabudu Allah hali ya kumtakasia yeye dini. Ama sharti la 7 ndugu zanguni, almahabba, kupenda. Kwa maana ukitamka shahada hiyo uwe unaipenda, na ni wajibu kwa mja mahabbatullah, kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, na wale ambao wameamini wana mapenzi makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum, sema Muhammad, ikiwa kweli nyinyi mumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, basi nifuateni. Aya hii ilikuja ni mtihani, kwamba ilivyokuwa kila mmoja anadai anampenda Allah, kila mmoja anadai anampenda mtume, ikaja kipimo kwamba ikiwa kweli nyinyi mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, basi nifuateni. Kwa hivyo mwenye kutamka shahada anatakiwa atamke shahada hali ya kuwa anaipenda, hali ya kuwa shahada hiyo inatoka moyoni, ni shahada hiyo inatamka kwa mapenzi, na kinyume cha almahabba ni alkarahia. Kisha ndugu zangu, ni sharti la mwisho na la 8, alkufru bima yu'bad min dunillah, kwamba mwenye kutamka shahada anatakiwa akufuru, apinge, akanushe yale yote yanayoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni lazima upinge yale yote yanayoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man qala la ilaha illa Allah, atakayesema la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'bad min dunillah, na akakufuru, akayapinga, akayakana yale yote yanayoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, harama maluhu wa damuhu, mtu huyu ni haramu kuchukua mali yake na ni haramu kumwaga damu yake. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema atakayesema la ilaha illa Allah, lakini muda huo wa kafara bima yu'badu min dunillah, akawa amepinga na amekanusha yale yote yanayoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tumekumbushana nguzo za shahada, tumesema ziko 2. Tumekumbushana masharti ya shahada. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni katika wale wenye kutamka shahada na tukazingatia masharti yake, lakini pia tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni katika wale ambao wenye kujifunza yale yanatunufaisha, na Allah atunufaishe na yale ambayo tunajifunza. Allah subhanahu wa ta'ala atuzidishie ilmu,
wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.